alivuka kwa kutumia pantoni pale Ruhuu, na pale kulikuwa na kwenye kijiji cha Kipingu pale palikuwa na pantoni, na mpaka leo hii kile kitongoji bado kinaitwa Pantoni kwa sababu ya uwepo wa pantoni, na yeye alipanda pantoni kuvuka upande wa pili, na pale ndipo alipoahidi ya kwamba akiingia tu madarakani watafanikisha kujenga daraja. Zilitolewa fedha shilingi milioni 8, leo daraja limejengwa pale. Kwa mtu ambaye fahamu Ludewa kwa awali, kama ambavyo mimi nilivyokuja kukuchelewa nikiambiwa ya kwamba hapa ilikuwa ni mwendo wa pantoni, huwezi kuamini. Pole sana kwa kuchelewa daraja. Kwa hiyo maendeleo kama hayo. Lakini pia kuna barabara mpya ambayo ni tu exclusive ya kwamba tarehe 26 nitaenda kuiwekea jiwe la msingi. Barabara hii ni ambayo inaunganisha, ni barabara ya mchepuo ambayo inaunganisha kijiji cha Manda pamoja na Ilela. Kwa ni barabara ya Ilela Manda ambayo inapita huko mitaani. Na dhamira ni moja. Kwanza tutambue ya kwamba eneo la Manda ni sehemu ambayo yenye fukwe, kwa hiyo itaongeza chachu ya utalii kwa ajili ya watu ku access kuelekea kwenye fukwe, lakini pia inaendelea kuongeza miundombinu ambayo inaingia mitaani kwetu kupitia kwenye vijiji viwili kati ya Manda pamoja na Ilela. Kwa hiyo kesho kutwa nitaenda pale kwa ajili ya siku ya tarehe 26, tutaenda kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi kwa hatua ya awali ya kufungua barabara pamoja na kuweka kifusi barabara ya kilomita 3.8, lakini hatua itakayofuata itakuwa ni ya kuweka madaraja, kwa sababu kuna baadhi ya mito ya msimu ambayo inapita pale, kwa hiyo lazima kuwekwa madaraja ili barabara iweze kupitika msimu wote. Kwa hiyo kazi ni nyingi na barabara zilizofunguliwa nyingine zipo nyingi sana. Kwa hiyo huyo upande wa kwenye miundombinu. Kwenye sekta ya elimu watu wanaweza kuona ya kwamba maboresho makubwa yalifanyika kwenye upande wa miundombinu, na ndio maana leo hii tunajivunia wilaya ya Ludewa inakuwa ndiyo wilaya ya kwanza kwa kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu, sio kwa elimu ya msingi wala sio sekondari. Kote ndiyo sisi tunafanya vizuri katika mkoa wetu wa Njombe. Yaani naweza kusema ndiyo wilaya ya kwanza. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba haya mafanikio yajaja tu kawaida. Kwanza ni kwenye upande wa utawala, kwenye upande wa sekta ya elimu. Walimu wanalipwa vizuri. Walimu changamoto zao za kiutumishi zimemalizwa. Lakini pia miundombinu ya madarasa. Ndugu mtangazaji, nawe pia natambua ni miaka mingi kidogo umesoma elimu ya msingi. Madarasa tuliyosomea sisi ndio na ambayo vijana wetu ndio wanasomea ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi kitaalamu wanasema kuna kijiji chochote ambacho hakina zahanati, vijiji vilivyotokeza ni 4 na vyote viko kwenye mpango wa ujenzi. Kwa hiyo sasa hivi si vyema nianze kutaja kimejengwa zahanati wapi na wapi. Nataka nitaje ambako wanajiona hakuna zahanati lakini mpango wa kujenga zahanati upo. Ruana kijiji cha kwanza ambacho tayari wameshapelekewa fedha shilingi milioni 50 na ujenzi tayari unaendelea. Okay. Kijiji cha pili ni kijiji cha Mkongobaki ambako kunajengwa kituo cha afya. Mpango wa ujenzi wa kituo cha afya. Kijiji kingine ambacho hakina zahanati ni kuna kijiji kimoja hapo kinatoka upande wa Mambao ambako tayari nako wameshapelekewa fedha. Mambao. Yes. Okay. Sawa. Kwa hiyo ni hivyo tu ambavyo havina zahanati. Lakini kwingine kote tayari kila kitu kiko sawa. Na tukiangalia katika kumbukumbu ni kwamba kipindi cha awamu ya 6 takriban 50% ya vituo vya afya pamoja na zahanati vimejengwa kipindi cha awamu ya 6. Sawa.